Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Ujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti, bila kusahau mazingira. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Kwa wasikilizaji wetu wa Afrika Kusini, sasa mnaweza kutusikiliza kupitia SA Swahili FM Radio pale mji wa Johannesburg kila siku. Pia inapatikana kwa masafa marefu. Kwa wasikilizaji wetu wa Tanzania, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM Radio 101.6 Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Radio Maniema New City inarusha matangazo yetu kwa masafa ya 97.4 FM katika jiji la Kindu, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, RDC. Ni Jumatano nyingine ambapo tunakutana hapa kwenye idhaa ya Kiswahili sauti ya Mwafrika. Hii leo tunaangazia ripoti kuhusu dhulma za jinsia nchini Kenya. Ni ripoti iliyotolewa kufuatia visa vingi vya ukatili wa kijinsia nchini humo. Pia ni mwaka mmoja tangu mji wa Goma kutwaliwa na wapiganaji wa M23. Maisha yamekuwa vipi? Lakini kwanza tupate taarifa za habari na Engendo Angela. Mwenyekiti wa Umoja wa Mataifa AU ametaka kusitishwa kwa makabiliano ya kijeshi yaliyoko kati ya pande hasimu nchini Sudan Kusini. Mahmoud Ali Yusuf ametaka pande zote kuheshimu muafaka wa kugawana madaraka wa mwaka 2018. Kumetokea mapigano makali katika jimbo la Jonglei ambapo zaidi ya watu 150,000 wamekimbia makazi yao. AU inasema waathirika wengi ni wanawake na watoto ambao wameachwa bila msaada wa dharura kama chakula, maji na dawa. Jeshi la Sudan Kusini SSPDF imetoa tangazo kutaka raia na mashirika ya kimataifa kuondoka jimbo la Jonglei ili kutoa nafasi ya operesheni ya kijeshi. Msemaji wa jeshi Jenerali Lol Ruai Koang amesema ipo haja kuleta amani katika jimbo hilo na kuondoa wanamgambo wa kundi la Sudan People's Liberation Movement in Opposition SPLM-IO. Kigali, Rwanda. Mamlaka za Rwanda zimewasilisha kesi mbele ya mahakama ya kimataifa inayoshughulikia mizozo iliyoko The Hague, Uholanzi, ambapo inalalamikia Uingereza kwa kukosa kutoa kima cha pauni milioni 100 chini ya mwafaka wa kuridhia kutoa hifadhi kwa wahamiaji haramu wanaotolewa Uingereza. Kigali inasema waziri mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer alifuta mwafaka huo ambao tayari ulikuwa umeidhinishwa kisheria. Utawala wa chama cha Conservative chini ya waziri mkuu wa zamani Boris Johnson uliweka muafaka na Rwanda kutoa hifadhi kwa wahamiaji haramu wanaofurusha Uingereza. Muafaka huo ulihusisha ushirikiano wa sera uhamiaji pamoja na kuchangia kuinua uchumi wa Rwanda. Kigali inasema utawala wa Labour umekiuka muafaka huo ambapo mamlaka za London zilifaa kulipa kima cha pauni milioni 100 pamoja na kuwapa hifadhi wakimbizi wa makundi maalum kutoka Rwanda. Mahakama moja iliyoko Uholanzi imempata na hatia raia wa Eritrea kwa makosa ulanguzi wa binadamu na kudai kikombozi kwa nguvu. Raia huyo kutoka Asmara amehukumiwa miaka 20 jela baada ya mahakama kusema alihusika na vitendo vya dhulma dhidi ya wahamiaji. Tewelde Goitom, kwa jina maarufu kama Emmanuel Walid, alipatikana na hatia ya kusimamia genge la kihalifu ambapo huongoza shughuli za kuwavukisha wahamiaji haramu kutoka mwambao wa bahari ya Shamu na kuingia Ulaya. Familia za wahamiaji haramu zimekuwa zikilipa vikombozi ambapo pia hutishiwa na maisha ya wapendwa wao wasipolipa gharama hizo haramu. Walid ametuhumiwa kuwavukisha wahamiaji haramu kutoka Libya hadi Ulaya na kisha baadaye Uholanzi ambapo huanza kuomba hifadhi maalum kama wakimbizi. Maputo, Msumbiji. Makundi ya wokozi yanaendelea kuokoa maelfu ya raia ambao wamesombwa na maji ya mafuriko nchini Msumbiji. Makundi kutoka Afrika Kusini, Brazil na Uingereza yamekuwa yakiwasaidia kuokoa raia waliokwama kwenye makazi yaliyosombwa na maji. Zaidi ya raia 600,000 wameachwa bila makao baada ya mvua kubwa kuendelea kunyesha mfululizo kuanzia mwanzo wa mwezi huu wa Januari. Raia 125 wamepoteza maisha
na wakimbizi wa ndani kwa sasa wamepata hifadhi katika mashule na makanisa. Mamlaka za Maputo aidha zimefunga barabara kuu inayounganisha nchi hiyo na mkoa wa kaskazini wa Gaza ambao umeathirika zaidi. Wataalamu wa mazingira wanaonya huenda hali ikawa mbaya kufuatia mvua zinazoendelea kunyesha nchi jirani Afrika Kusini na kusababisha mto unaounganisha nchi mbili wa Inkomati kukata kingo zake. Shukran sana Angela, na moja kwa moja tuanzie nchini Kenya ambapo 34% ya wanawake wamepitia dhulma za kijinsia. Aidha, wachunguzi wamesema kwamba kumekuwa na ongezeko la ukatili wa kijinsia kwa 10%. Zaidi ya wanawake 16,000 wameathirika na dhulma za kijinsia. Waume na wenza ndio wahusika wakuu katika kutekeleza dhulma za kijinsia. Kuna asilimia ya chini pia ya wanaume ambao wamepitia dhulma za kijinsia kutoka kwa watu walio karibu nao kama vile wake wao au wapenzi wao. Jopo hili la Kenya lilizinduliwa kufuatia kampeni ya umma kulalamikia ongezeko la mauaji ya wanawake na wasichana nchini mwaka uliopita. Na mpisha Gabriel Ingubu ambaye amezungumza na afisa wa jinsia katika eneo la magharibi mwa Kenya ambapo visa vingi vya dhulma dhidi ya wanawake huripotiwa. Ripoti ya mauaji ya wanawake na dhuluma za kijinsia nchini Kenya imepeanwa kwa Rais wa Kenya William Ruto katika Ikulu. Mwaka wa 2024, ripoti za mauaji ya wanawake zilikithiri nchini Kenya hadi kuchochea maandamano ya wanajenzi nchini. Polisi walimkamata Collins Chomaisi Khalisia ambaye alikiri kuwaua wanawake 42 akiwemo mkewe na kutupa mili yao katika migodi ya Kware jijini Nairobi. Ripoti hizi za kutamausha zilikuja wakati wa Kenya walikuwa wameelekeza kidole cha lawama kwa huduma ya polisi kusababisha baadhi ya mauaji na visa vya watu kupotea bila kupatikana. Hili lilisababisha Rais William Ruto kuunda jopo la kupeleleza dhuluma hizi na kutafuta maoni kutoka kwa Wakenya. Mwenyekiti wa jopo hili, Daktari Jaji Mustahafu Nanzi Baraza, aliongoza ukusanyaji wa maoni kote nchini Kenya. Nimezungumza na Shamza Abubakar Fadhili kutoka shirika la Eco Network, shirika lililotoa maoni yake kwa jopo la Nanzi Baraza. Ripoti hino ya dhuluma za kijinsia ni furaha kubwa sana ndani ya moyo wangu mimi kama mama, kwa sababu kama mnavyoelewa dhuluma za kijinsia badala ya kupungua zinazidi, na ripoti hino inaboresha mikakati ya kuhakikisha dhuluma za jinsia zimepungua au zimeondoka kabisa. Unadhani inaleta tija yoyote kukabili ukatili dhidi ya wanawake na watoto? Ndiyo, kwa sababu inahakikisha ya kuwa saa hizi wazazi wameangalia watoto wao. Unajua, ripoti zile za kitambo ilikuwa haijahusisha masuala ya wazazi, lakini hino ya sasa imehusishwa namna vipi wazazi watakuwa karibu na watoto wao, vipi watatambua na vipi watafuatilia ikiwa mtoto wao atakuwa amepatikana na dhulma kama hizi. Mmoja wa pendekezo ni kuhasi wanaobaka watoto. Unalizungumziaje hili swala? Kesi ambazo zinahusika na ubakaji wa watoto zisikizwe kwa haraka. Maanake kuna kesi sisi tunazifuatilia mpaka leo, zina miaka 7, zina miaka 8, zingine zina miaka 10 na hazijafika lolote. Haki itendeke na wahakikishe kuwa huyu mhalifu aliyetenda makatili haya ameondolewa katika jamii. Hii mambo ya mtu kutenda ukatili wa hali ya hivi alafu anarudi kule kule kwa jamii kuja kutisha maisha ya familia ama maisha ya yule mtoto yataondoka ikiwa kesi zitasikizwa kwa haraka na justice itapatikana. Jamii ina jukumu gani kutatua tatizo hili la dhuluma za kijinsia? Ripoti inaonyesha jinsi dhuluma za kijinsia na mauaji ya wanawake vinavyovunja mshikamano wa kijamii, kupokonywa mali na kudhoofisha uchumi wa familia. Familia zinatarajiwa kutambua kwamba ukimya au suluhu za kifamilia hazilindi heshima, bali zinaendeleza madhara na kunyima waathiriwa haki. Hii sheria iliyopitishwa na Jaji Njoki Ndung'u akiwa mbunge ya dhuluma za kijinsia iko na tofauti gani na ripoti hii ya Nanzi Baraza? Haina tofauti, isipokuwa hino ripoti ya Nanzi Baraza imekuja kusisitiza ile hiyo mswada Jaji Njoki Ndung'u aliopeana wakati huo wake yeye alivyokuwa mbunge. Jaji Njoki Ndung'u alikuja na masuala mazuri sana. Alisema kuwa wababa wanaofanya vitendo hivi
wapate kuwa castrated, wakatwe ile uume wao, lakini ilipingwa vikali sana na wanaume wetu ambao wako katika National Assembly, lakini mikakati mizuri sana iliwekwa. Wakati huo ndo tulikuwa tunajua mtu akifanya tendo hilo atafungwa miaka 10, mwenye kufanya pornography atafungwa miaka 6 na faini ya $500, wenye kudefile watoto atafungwa miaka 10, wenye kuattempt tu ile rape wengine watafungwa miaka 5. Ilikuja na mikakati mingi mizuri. Hino ya baraza imekuja na mambo ya femicide mengi, imekuja mambo ya defilement ambao wakati huo Njoki Ndung'u hayakuwa, na imesisitiza pia ulezi bora wa watoto na namna ya kuangalia watoto. Sisi tunashukuru Eco Network Africa kwa kuwa mstari wa mbele sana kudhibiti haya mambo ya GBV. Gabriel Ingubo, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika, Nairobi. Ni mwaka mmoja sasa tangu waasi wa kundi la M23 kutoa mji wa Goma ambao ni makao makuu ya mkoa wa Kivu Kaskazini. Mji huo ni muhimu katika kuimarisha uchumi wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uwanja wa ndege wa Goma umetumuka kama lango kuu la biashara ya kati ya mashariki mwa DRC na dunia. Mamlaka ya DRC zimelalamikia Rwanda kwa kuendelea kukalia ardhi yake. Kigali imekiri kushirikiana na waasi wa M23 ambao wanashikilia Goma. Kinshasa imesema juhudi zinaendelea kukomboa mji wa Goma ambapo zaidi ya watu milioni 5 wamelazimika kusalia chini ya waasi. Aidha, serikali imesema zaidi ya shule 1000 zimefungwa. Kutoka Kinshasa, Belechi Msoshi atuarifu mengi. Na Ruchuru nako kwetu, na Kiroche nako kwetu, na Kiroche nako kwetu, na Masisi nako kwetu, na Bukavu nako kwetu. Vuguvugu za vijana, baadhi ya raia waliokimbia vita katika maeneo yaliyotekwa na waasi wa M23, viongozi serikalini, wote walijibu mwaliko huu wa Wizara ya Mawasiliano na Vyombo vya Habari iliyoandaa sherehe hii ya kumbukumbu baada ya kutimiza mwaka mmoja wa kutekwa mji wa Goma na maeneo mengine ya jimbo la Kivu Kaskazini na Kusini. Kasereka na Francine Nyota wameshuhudia yale waliojionea mwaka mmoja baadaye tena. Tulikosa moto wa umeme, tulikosa chakula, tulikuwa tukijifungia ndani ya manyumba bila kutoka, bila kukula, bila kufanya yoyote. Kama tulikiafika huku ni neema ya Mungu. Antuka habikuwa vyepesi, tuliteseka sana, ndugu wetu walikufa wa mingi sana. Janvier ndio wakaingia Goma. C'était compliqué parce que si wote tulikuwa atuwazie kama banaweza ingia Goma. Vita mimi nilizaliwa mvita. Na vita sasa inanikutana tena, ilikuwa ni shock ya nguvu sana, kitu ya kunitesa sana kwa kawaida. Kama mtu anazaliwa mvita, unakomala mvita, na mwa hii miaka niko ndani na bakia ndani ya vita. Kama masasi nalia inakuwa kuna gusa roho yangu. Wasirika hawa wa vita wana ndoto moja, kurudi Goma tena. Maisha ya Kinshasa iko ngufu kuhusia batokea Goma. Mwaka mmoja hii tunamaliza, hatuone vya kuendelea. Isikuwe tena tumalize miezi 2, miezi 3 na tuone kitu ya kuendelea. Kila mtu iko na besoin arudie kwao. Kwa nafasi tuko, hatuna stabilite, tunabakia mu familia dake, tunabakia mu maisha ya kuhangaika. Serikali yetu itusaidie kumaliza vita. Turudie kwetu kwani maisha ya Kinshasa inatushinda. Placide Nzilamba, mwanamemba wa shirika la raia jimboni Kivu Kaskazini ambaye amejikuta Kinshasa katika hali ya ukimbizi, amesema mbali na kutumainia mkataba wa amani uliosainiwa kati ya rais wa Kongo na wa Rwanda, serikali lazima yatumie mbinu nyingine ili amani rejee. Kwa kweli shida ni uvamizi wa nchi, sababu ya kutafuta kujifadhilia kiuchumi, na unajua kama nchi ya Kongo ina yote ambayo majirani na hata ulimwengu mzima unatafuta, ni madini. Rais wa Rwanda ameitika, kwa kweli ni wao wamekubali kwa kusaini huo mkataba, wameitika kuwa ni sisi. Na kwetu ni kusema kuwa inabidi sasa Kongo iweze kutumia mbinu nyingine ili kuwasukuma waweze kutoka katika maeneo haya ambayo wanavamia, na ni mbinu ambazo Kongo inaweza kuweka pamoja na wale ambao walikuwa wasimamizi wa mkataba huo, hasa Amerika. Willy Mishiki, mbunge wa chama tawala, pia mmoja wa viongozi wa makundi za wazalendo, wapiganaji ambao wanapigana pamoja na jeshi la taifa dhidi ya M23, anahisi kuondoka kwa waasi wa M23 huku Uvira ni moja ishara ya kwamba vita vimemalizika. Pourquoi bakongoya na sisi ni kuenje batoka. Si baratoka. Ni kusema kama kweli tuko natumika. Na vitu yote hatuwezi kusema kumedia.
mukuwe na imani kama guvernema ya Kongo Bwana Tshisekedi anapiganisha, sababu yeye ametatua. Tumefanya akoro ngapi napo, karibu miaka 30 leo, hakuna kitu chafanyikana. Hii kama vile ndugu yangu Julia amesema kule Paluku, na waza njoo rebelio ya mwisho. Tumefika mpaka kumizizi yake, kukata juu za kata muti, unakata muti naanguka, kesho mzizi naota tena. Lakini sisi tumeenda kuchimba mizizi, kuchoma na mizizi, kusema kama kweli amani tutapata ni amani ya kudumu, haiko amani ya kuya kesho mbili inaisha. Patrick Muyaya, msemaji wa serikali ya Kongo, alisema ya kwamba zaidi ya watu 10,000 walifariki mjini Goma siku mji ulitekwa na wahasi wa M23, yaani Januari tarehe 27 mwaka uliopita. Benki zilifungwa na kuzorotesha uchumi wa eneo hilo, na wawekezaji wengi walikwepa eneo hilo, hali iliyosababisha raia wengi kuishi katika umaskini. Mbele Chimsoshi, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Afrika, Kinshasa. Ayo mama, ayo mama, ayo mama, ayo mama, ayo mama, ayo mama. Nani pasi watupige, na mangumi watupige, na mafimbo watupige. Kusema tutasema kweli, kusema tutasema kweli. Ayo mama, ayo mama, ayo mama, ayo mama, ayo mama, ayo mama. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge, yani usubscribe na YouTube ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika, na kuwa huru kabisa kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Ann Ngugi. Fuatilia matangazo haya pia kwenye Radio Rwanzururu RTR Beni. Hii ipo kwenye FM 93.5 ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibujio, Kasese na Masaka nchini Uganda. Vilevile inapatikana kwa masafa marefu. Hapo Tanzania mnaweza kutusikiliza kupitia Highlands FM 92.5, redio iliyopo mkoa wa Mbeya na ukanda wa Nyanda za Juu Kusini. Hii inarusha matangazo yetu na kuwafikia zaidi ya wasikilizaji milioni 3 kote Mbeya na viunga vyake, mikoa ya Songwe, Mafinga, upande wa kaskazini wa Njombe, Rukwa pamoja na maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Je, unafahamu kwamba mataifa ya Afrika sasa yanaitumia China fedha nyingi zaidi kulipa madeni kuliko yalivyopokea kama mikopo mipya? Takwimu zinaonyesha mikopo mipya imepungua, lakini marejesho yanaongezeka. Hali hii ina maana gani kwa uchumi wa Afrika? Tahariri yake Leonard Mubali inaangazia kwa kina maelezo hayo. Afrika kwenye mtego wa deni. Tunalipa China zaidi kuliko tunachopokea. Kwa miaka mingi China imejijenga kama mfadhili mkubwa wa maendeleo barani Afrika, ikifadhili barabara, reli, bandari na miradi mikubwa ya miundombinu. Lakini takwimu mpya za kutoka One Data zinaibua ukweli mchungu. Mataifa ya Afrika sasa yanatuma pesa nyingi zaidi kwenda China kama marejesho ya madeni kuliko yanavyopokea kama mikopo mipya. Hii ni ishara ya mabadiliko makubwa katika uhusiano wa kifedha kati ya Afrika na China. Zamani mkopo wa China ulionekana kama mbadala wa haraka kwa ufadhili wa Magharibi uliokuwa na masharti mengi. Leo mikopo mipya imepungua kwa kasi, lakini mzigo wa kulipa madeni ya zamani unaendelea kuongezeka. Kwa maneno mengine, tunaweza kusema bomba la fedha limeanza kukauka, lakini bili bado inalipwa. Kwanza, inamaanisha nafasi ndogo zaidi ya kifedha kwa serikali. Fedha zinazotumika kulipa madeni ni zile zile ambazo zingetumika kwa afya, elimu, ajira kwa vijana na huduma za kijamii. Taifa linapolipa zaidi kuliko linavyopokea, maendeleo yanakwama. Pili, hali hii inaongeza hatari ya mgogoro wa madeni. Mataifa mengi ya Afrika tayari yanahangaika kiuchumi kutokana na athari za COVID-19, mabadiliko ya tabia nchi na kuyumba kwa bei za bidhaa katika soko la dunia.
Kuendelea kubeba mzigo wa madeni makubwa bila mikopo mipya au msamaha wa deni ni sawa na kujaribu kuogelea huku umebeba jiwe shingoni. Jambo la tatu ni kwamba mabadiliko haya yanaashiria kuwa hata China, aliyekuwa akionekana kama rafiki asiye na masharti, sasa anakuwa mkopeshaji mwenye tahadhari zaidi, akilinda maslahi yake ya kifedha. Hii inapaswa kuwafungua macho viongozi wa Afrika. Mikopo si msaada wa kudumu, bali ni deni linalohitaji kulipwa. Lakini lawama zote haziwezi kuelekezwa nje. Serikali za Afrika pia zinapaswa kuwajibika. Swali gumu la kujiuliza ni hili: mikopo iliyochukuliwa ilitumika vipi? Je, miradi iliyofadhiliwa imezalisha faida za kiuchumi zinazoweza kulipa madeni hayo? Au tulikopa kwa mbwembwe za kisiasa na miradi isiyoleta tija? Kwa sasa Afrika inahitaji zaidi ya mikopo mipya. Inahitaji mikakati ya busara ya kusimamia madeni, uwazi katika mikataba ya kifedha na msukumo wa kukuza mapato ya ndani kupitia viwanda, biashara na ushuru unaofanya kazi. Zaidi ya yote, bara linahitaji sauti ya pamoja katika mazungumzo ya kimataifa kuhusu msamaha na marekebisho ya madeni. Ukweli huu mpya wa kulipa zaidi kuliko kupokea unapaswa kuwa kengele ya tahadhari. Bila mabadiliko ya haraka ya sera na fikra, Afrika iko hatarini kubaki kwenye mzunguko wa deni usioisha, huku wananchi walalahoi wakiendelea kubeba gharama yake. Naam, kila siku tegea matangazo haya kupokea tahariri yetu ambayo huangazia masuala muhimu sana kuhusu bara Afrika. Ikiwa unajiunga nasi, shukran na karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Waalike pia marafiki na watu wa karibu kujiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Kumbuka pia kusubscribe, jiunge na YouTube yetu. Kumbuka kwamba sisi tu familia moja, sauti moja ya Mwafrika. Hebu sasa basi nimpishe mwenzangu tena kutupatia muktasari wa taarifa muhimu bwarani, naye Angela Ngendo. Mwenyekiti wa Umoja wa Mataifa AU ametaka kusitishwa kwa makabiliano ya kijeshi yaliyoko kati ya pande hasimu nchini Sudan Kusini. Mahmoud Ali Yusuf ametaka pande zote kuheshimu muafaka wa kugawana madaraka wa mwaka 2018. Kumetokea mapigano makali katika jimbo la Jonglei ambapo zaidi ya watu 150,000 wamekimbia makazi yao. AU inasema waathirika wengi ni wanawake na watoto ambao wameachwa bila msaada wa dharura kama chakula, maji na dawa. Jeshi la Sudan Kusini SSPDF imetoa tangazo kutaka raia na mashirika ya kimataifa kuondoka jimbo la Jonglei ili kutoa nafasi ya operesheni ya kijeshi. Msemaji wa jeshi Jenerali Lol Ruai Koang amesema ipo haja ya kuleta amani katika jimbo hilo na kuondoa wanamgambo wa kundi la Sudan People's Liberation Movement in Opposition SPLM-IO. Kigali, Rwanda. Mamlaka za Rwanda zimewasilisha kesi mbele ya mahakama ya kimataifa inayoshughulikia mizozo iliyoko The Hague, Uholanzi, ambapo inalalamikia Uingereza kwa kukosa kutoa kima cha pauni milioni 100 chini ya mwafaka wa kuridhia kutoa hifadhi kwa wahamiaji haramu wanaotolewa Uingereza. Kigali inasema waziri mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer alifuta mwafaka huo ambao tayari ulikuwa umeidhinishwa kisheria. Utawala wa chama cha Conservative chini ya waziri mkuu wa zamani Boris Johnson uliweka muafaka na Rwanda kutoa hifadhi kwa wahamiaji haramu wanaofurusha Uingereza. Muafaka huo ulihusisha ushirikiano wa sera ya uhamiaji pamoja na kuchangia kuinua uchumi wa Rwanda. Kigali inasema utawala wa Liba umekiuka muafaka huo ambapo mamlaka za London zilifaa kulipa kima cha pauni milioni 100 pamoja na kuwapa hifadhi wakimbizi wa makundi maalum kutoka Rwanda. Mahakama moja iliyoko Uholanzi imempata na hatia raia wa Eritrea kwa makosa ulanguzi wa binadamu na kudai kikombozi kwa nguvu. Raia huyo kutoka Asmara amehukumiwa miaka 20 jela baada ya mahakama kusema alihusika na vitendo vya dhulma dhidi ya wahamiaji. Tewelde Goitom, kwa jina maarufu kama Emmanuel Walid, alipatikana na hatia ya kusimamia genge la kihalifu ambapo huongoza shughuli za kuwavukisha wahamiaji haramu kutoka mwambao wa bahari ya Shamu na kuingia Ulaya.
Familia za wahamiaji haramu zimekuwa zikilipa vikombozi, ambapo pia hutishiwa na maisha ya wapendwa wao wasipolipa gharama hizo haramu. Walid ametuhumiwa kuwavukisha wahamiaji haramu kutoka Libya hadi Ulaya na kisha baadaye Uholanzi, ambapo huanza kuomba hifadhi maalum kama wakimbizi. Maputo, Msumbiji. Makundi ya wokozi yanaendelea kuokoa maelfu ya raia ambao wamesombwa na maji ya mafuriko nchini Msumbiji. Makundi kutoka Afrika Kusini, Brazil na Uingereza yamekuwa yakiwasaidia kuokoa raia waliokwama kwenye makazi yaliyosombwa na maji. Zaidi ya raia 600,000 wameachwa bila makao baada ya mvua kubwa kuendelea kunyesha mfululizo kuanzia mwanzo wa mwezi huu wa Januari. Raia 125 wamepoteza maisha na wakimbizi wa ndani kwa sasa wamepata hifadhi katika mashule na makanisa. Mamlaka za Maputo aidha zimefunga barabara kuu inayounganisha nchi hiyo na mkoa wa kaskazini wa Gaza ambao umeathirika zaidi. Wataalamu wa mazingira wanaonya huenda hali ikawa mbaya kufuatia mvua zinazoendelea kunyesha nchi jirani Afrika Kusini na kusababisha mto unaounganisha nchi mbili wa Inkomati kukata kingo zake. Basi hebu sasa tuangalie neno la siku, tukiangazia neno mubashara. Ni neno lenye asili ya Kiarabu ambalo limejipatia umaarufu mkubwa katika lugha ya Kiswahili, hasa kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Basi hapa, msikilizaji, kuna ufafanuzi wa kina na jinsi ya kulitumia. Maana ya mubashara ni neno hili linamaanisha kitu kinachotokea wakati huo huo, yani kiko live kwa Kiingereza, ama live Kiswahili cha kule mtaani, au bila kuwepo kwa kizuizi kiunganishi cha kati. Katika muktadha wa kisasa hutumika zaidi kumaanisha matangazo ya redio, televisheni au mitandao ya kijamii yanayorushwa hewani papo hapo yanapofanyika. Visawe ni papo hapo, moja kwa moja au live. Matumizi katika sentensi. Ili kuelewa vyema, hapa kuna mifano ya jinsi neno hili linavyotumika katika nyanja tofauti. Katika habari, tunakuletea matangazo haya mubashara kutoka bungeni jijini Dodoma. Katika michezo, mechi ya fainali itarushwa mubashara katika kupitia kituo chetu cha televisheni. Katika mitandao ya kijamii, msanii huyo alifanya mahojiano mubashara na mashabiki wake kupitia Instagram. Na katika mazungumzo ya kawaida, sikutaka kusimuliwa, nilienda uwanjani ili nione tukio hilo likiwa mubashara. Haya basi, kwako msikilizaji, uko mubashara wapi? Kazi kwako na asanti. Hilo ni neno la siku. Kwa wasikilizaji wetu nchini Kenya, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Radio Dumos FM 99.9. Hii inasikika katika jiji la Nairobi, Lang'ata, Karen na viunga vyake, maeneo ya Ngong, kaunti ya Kajiado na eneo zima la Kikuyu. Pia inasikika kupitia masafa marefu. Kumbuka kwamba hii ni sehemu ya jitihada zetu kukuletea matangazo yetu hapo ulipo. Kama upo maeneo ya mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia redio wa shirika. Radio Ngoma ya Amani Fizi inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Hivi karibuni tutakuwa hapo Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika inatanda, inasikika na inaheshimiwa vilivyo. Asante sana kwa wote kuchangia matangazo ya leo. Ni hayo tu kwa leo. Jiunge nasi kila siku saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Kumbuka kwamba unaweza pia kuendelea kutusikiliza kupitia mitandao yetu ya kijamii ya Facebook, YouTube, TikTok na X. Na vile kama upo maeneo ya mbali kule mashinani, ungana na redio wa shirika iliyo karibu nawe. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Anne Ngugi. Uwe na jioni ya kukata na shoka.